Heavyweight Dulla kuzungumza naye yale ya kiufundi ambayo amekuwa akitupa siku zote kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Heavyweight, mzee wa spana, mimi napenda kukuita hivyo pale tunapokutana. Mambo ni aje kaka? Kwema, namshukuru Mungu. Uzuri? Niko vizuri, vizuri. Naona mapema sana koko. Of course mapema kwa sababu sisi ndo wadau wenyewe. Sisi ndo wadau wenyewe na sisi ndo tunatakiwa tuwe mfano wa kuigwa. Kwa hiyo inapotokea kwenye jambo kama hili la Simba Sports Club, kama unavyojua Simba ni timu kubwa na ni timu ambayo ina mashabiki wengi, na inapofanya jambo lake basi kufanya kwa jambo kwa ukubwa. Ni muhimu sisi wadau kuweza kujitokeza mapema, iwe kama mfano wa kuonyesha watu kwamba mambo kama haya tunatakiwa tuyafanye mapema. Yes, kilichowaleta hapa Wekundu wa Msimbazi Simba siku ya leo ni adhabu ya kufungiwa kuto kuingiza mashabiki katika mchezo mmoja, lakini kwenye hilo pia kuna adhabu ya faini ya takribani dola milioni 212 na laki 5. Umechangia? Of course kwenye swala la adhabu nafikiri CAF wenyewe wamefanya tathmini yao, wakaona kwamba inastahili kuwafanyia Simba hiki walichoamua kukifanya, kwamba mechi ichezwe bila mashabiki, na wao wameamua hivyo. Na kuhusiana na faini pia nafikiri ni kama fundisho, wanajaribu kutoa fundisho kwa mashabiki wasiwe wana matendo yale ambayo yasiyofaa. Na kumbuka pia Simba waliwahi kufungiwa pia, kwa hiyo inakuwa ni kwa mara nyingine tena wanafungiwa. Kwa hivyo sioni kama ni jambo zuri kwa klabu, kwa sababu unajua mashabiki wanakuwa wana faida nyingi, wana faida ya kuipa morali timu, lakini wana faida ya kuinyongonyeza timu pinzani. Sasa hizi faida mbili ni kubwa sana ambazo zinagawanyika vipande vingi. Kwa hiyo kukosekana kwa mashabiki sio tija. Simba wamekuja na ubunifu mwingine wa kuwakutanisha mashabiki hapa kwa ajili ya kugenerate ile reaction za mashabiki kipindi ambapo timu yao inacheza na nini. Kwa hiyo wachezaji watakuja kuona baadaye kile kitu ambacho walikuwa wanakifanya uwanjani mashabiki walikuwa wanakipokeaje. Lakini kwenye mechi husika sasa pale ndani ya pitch hiyo faida ya kupewa support na mashabiki watakuwa hawana. Inasikitisha. Ndio. Bana, twende kwenye mchezo wenyewe. Kuna Msimbazi Simba leo katika benchi atasimama kocha wa timu ya taifa Tanzania Hemed Suleiman maarufu Morocco, kutokana na namna ambavyo anaifahamu ligi ya Tanzania, anaifahamu Simba, lakini pia akiwa na baadhi ya wachezaji wa Simba katika kikosi chake cha timu ya taifa. Hii inapenda kuisaidia Simba kwa namna gani siku ya leo katika mchezo huu muhimu wa kufuzu kuelekea hatua inayofuata? Kwa Hemed Morocco toka amekabidhiwa timu ni kipindi kifupi sana. Nafikiri amekabidhiwa timu kutangazwa nafikiri ni tarehe 23. Kwa hiyo ni siku kadhaa sana zimebaki. Na nishaye kuzungumzia nikasema kwa kipindi kama hichi kinaitwa short turnaround, hapa atatumia tu crash plan au crash course preparation au crash plan, yani zile plani ambazo zinatumika ndani ya wale makocha ambao wanakabidhiwa timu ndani ya muda mfupi kabla ya kuingia kwenye mechi kubwa of course. Kwa hiyo wanatakiwa wafanye vitu katika namna fulani ya urahisi, tunaita simplicity and stability. Usiweke mbinu ambazo zitakuwa mpya kwa wachezaji, tena wanakuta pale unaanza kuwaelekeza mavitu ambao hawajakutana nayo toka msimu unaanza, alafu uanze kuintroduce alafu una mechi ndani ya siku kadhaa mbele, sio rahisi. Lakini vile vile kuna motivation and psychology, yani kocha Morocco atakachokifanya ni kuzungumza na wachezaji, kuwa motivate kama bwana hii mechi hivi na hivi na nini, kuwarudisha kwenye ile saikolojia ya mchezo. Na especially hii inafanywa zaidi na makocha ambao wamekabidhiwa timu katika kipindi ambacho labda timu imekuwa inapata matokeo mabaya chini ya kocha aliyopita, alafu yeye ana muda mfupi sana kabla ya kuingia kwenye mechi kubwa anakuwa anaitengeneza ile saikolojia ya wachezaji, kuwashauri. Na kwa hiyo naamini Hemed Morocco naye atakuwa anawashauri wale wachezaji, anawamotivate, kuwahamasisha kwamba hii mechi na hivi na nyinyi mnaweza, achilia mbali mambo ya mbinu, mambo ya nini, nyinyi mkiamua, kwa sababu ni wachezaji wakubwa, Gaborone ni timu ambayo mnaimudu na nini hivyo. Motivation and psychology, ile saikolojia ya wachezaji na vitu kama hivyo. Alafu kuna organization and basics, kwamba wachezaji unatakiwa mwalimu ustiki kwenye zile mbinu ambazo ni rahisi kuziimplement, ikiwemo defensive shape. Unatakiwa udili zaidi na jinsi gani ambayo timu yako isiruhusu bao, kwa sababu ndio muda huo mchache unaruhusu kufundisha vitu vidogo kama hivyo, kwa sababu mbinu za kuzuia sio complicated kama mbinu za kushambulia, si ndio? Kwa hiyo unatakiwa udili na defensive shape pamoja na zile set piece routine, kufundisha kwa namna gani watumie faida ya mipira ya kutenga, si umeelewa?
Kwa hiyo Ahmed Morocco atatumia vitu kama hivyo, alafu kuna match day plan siku ya mechi sasa. Kuna mbinu ambazo pia anatakiwa azitumie, ikiwemo kuanzisha kikosi ambacho kimekuwa wachezaji ambao wamekuwa wakitumika mara kwa mara, ili asije akatengeneza combination mbovu kwamba wewe umepewa timu sawa, timu ilikuwa iperform lakini umeanza kuintroduce wachezaji ambao hawakuwa wanacheza, kwa hiyo unaweza kuharibika. Kwa hiyo kuna wale wachezaji ambao ni starter na wapo kwenye form, unatakiwa uzingatie pia wako kwenye form yao, ndio unatakiwa uwapange. Ndio vitu ambavyo wataenda kuvifanya. Vitu vya kiufundi tutaanza kuvizungumza, labda mfano angepewa timu kwa muda mrefu, then angeanza kuimplement taratibu, mbinu zinaingizwa taratibu kama dawa tu inaingizwa. Kwa hiyo leo kocha Ahmed Morocco naamini atakuja na utaona mabadiliko makubwa kwanza kwenye kikosi, utaona vitu vingi na nini. Yes, Heavyweight Tanzania tunawakilishwa na vilabu mbalimbali, vilabu vinne katika hatua hizi, na vyote vipo katika nafasi nzuri ya kuelekea hatua inayofuata. Tulishinda katika mchezo wa ugenini Simba Sports Club, lakini watu bado wanaonekana kutokuridhishwa na vile ambavyo timu inakuwa inacheza. Je, ni kweli Simba Sports Club haichezi vizuri kama ambavyo watu wanazungumza, tofauti na vilabu vingine? Of course Simba kucheza vizuri au kuto kucheza vizuri itategemea, kwa sababu sasa hivi kwanza kumetokea mabadiliko ya benchi la ufundi, na mimi nilikuwa mtu wa kwanza sana kudoubt kitu ambacho Fadlu anakiimplement kwenye kikosi. Kwa hiyo katika mchezo ambao ulichezwa wa ligi dhidi ya Fountain Gate, Simba kuna kitu alikionyesha, ilikuwa chini ya Selemani Matola. Kulikuwa kuna ile attacking play fulani ya bei mbaya ilikuwa ina display pale. Sasa leo chini ya Morocco naamini itakuwa mechi fulani nzuri, na kuna mpira ambao of course sio kila timu ambayo imefuzu. Kwa mfano nitakwambia Yanga wamefuzu kwenda hatua ya kwanza ya ligi ya mabingwa kabla ya kuingia makundi, watakutana na Silver Strikers nafikiri. Lakini nimejaribu kuangalia soka lao, wanapiga pira fulani, pira gimbi. Pira gimbi, yani pira bovu. Wanapiga pira bovu yani. Na lile pira sisi wa Tanzania tunaliita pira gimbi, lakini lina jina lake la kiufundi, inaitwa pragmatic football. Nilizungumzia nikasema lile linaitwa pragmatic football. Sifa la hilo pira, yani sifa ya hilo pragmatic football, lenyewe linakuwa linazalisha matokeo lakini linaumiza macho. Yani uwezi ukaangalia mechi yote ukamaliza, yani linakuwa shaka la bagala. Ndio linaitwa pragmatic football. Na lina faida yake. Faida yake ni utapata matokeo na nini, lakini hasara yake zipo. Kwa mfano hasara yake mojawapo ni mashabiki wanakuwa hawana furaha na ule ushindi, hawaridhishwi na performance. Lakini hasara yake ya pili ambayo ni kubwa, ambayo naiona kabisa, ndugu yangu, bila matokeo utoboi. Unaelewa? Yani hiyo sifa ya hilo pragmatic football, wewe nenda shinda tu. Siku ukipoteza au ukitoa sare hauwezi kutoboa. Elekezwa terminal 3 kwa. Hiyo ni sifa ya hilo pira. Sasa sifa yake ya tatu, baada ya ushindi hakuji tambo. Pira biriani sio nini, hakuji tambo. Sifa yake ya tatu, baada ya ushindi yanakuja maelezo. Ujue kipindi cha pili kuanzia dakika 70, simuliona pale dakika sasa pale huyu kocha sio anachokifanya sio, yani maelezo yanakuwa mengi. Sasa hawa wanaotoa maelezo mengi wana muda wao. Muda wao ndio huu ambao timu inashinda. Umeelewa? In case timu haipati matokeo, hiyo inaitwa no excuse. Kocha anaondoka. Kwa hiyo ile pira linalopigwa lile ndio naweza ngasema lile halivutii, na baadhi ya watu wanaliita anti football. Yani linakuwa halipo. Na nishazungumzia sana kuhusu kocha wao ambao wanamdefend sana. Naona sasa hivi imekuwa kila baada ya mechi kumalizika, sio tena tambo kwamba tumeshinda 3, tumeshinda sio ngapi, tumeshinda. Imekuwa tofauti. Sasa hivi kila baada ya mechi kumalizika kunatokea explanation. Unazijua explanation, yani maelezo. Alafu sasa wamesambaza watu wengi sana wa kutoa hayo maelezo. Kuna watu chungu mzima wanatoa hayo maelezo. Sasa niwaambie kitu kimoja. Huyu kocha akiwa South Africa kule amefundisha vilabu viwili, Marumo Gallants ambako hakushinda mechi hata moja, akafundisha na Amazulu ambako walikuwa na wastani wa kupata pointi 1.1 katika michezo 17 ambayo ameisimamia. Of course huyu anakuwa kocha wa 4 kuwa na lowest points per game. Sawa? Lowest point per game katika makocha ambao wamefundisha Amazulu. Umeelewa? Wa kwanza anaitwa Clive Barker. Amefundisha Amazulu kati ya Julai 1, 2006
mpaka Novemba 29, 2006. Sawa? Amesimamia michezo 10 akiwa na wastani wa kupata alama 0.60. Huyu ndo ana alama ndogo zaidi. Alafu Mankoba Msakazi naye amefundisha pale kati ya 2010 mpaka 2011. Umeelewa? Naye amefundisha michezo 36 akiwa na wastani wa kupata alama 0.86. Ndio bwana. Yes, alafu kocha mwingine anaitwa Joseph. Yes, of course anaitwa Joseph Zakovic. Yeye amefundisha kati ya 2019 Julai 1, 2019 mpaka kitu kama Novemba 29 ya mwaka 2020 mpaka March ya mwaka 2020. Yeye naye ana wastani wa kupata alama 0.9. Umeelewa? Kwa hiyo anakuja huyu kocha Romain Folz akiwa na wastani wa kupata alama 1.1 katika mechi zake ambazo amefundisha 17. Kwa hiyo tafsiri haraka haraka ni kwamba anatetewa hapa, lakini historically hata alipotoka anaonekana hana maajabu. Sasa hivi kila baada ya mechi ya Yanga kumalizika inakuja explanation. Sio tena tambo tumeshinda 3 no, explanation. Mfumo wa mwalimu sio anapiga kichwani. Sio nini? Kuanzia dakika 70 mfumo ulikubali kuanzia dakika 70. Sasa hivi hayo maelezo brother ya nini? Mimi nachojua mechi Stefan Pioli kipindi anafundisha AC Milan alikuwa na kauli yake moja anakuambia the winner celebrates, the loser explains. The winner celebrates, the loser explains. Yani kwamba yule anayeshinda anashangilia, anayefunga anatoa maelezo. Sasa imekuwa vice versa. Kwa Yanga wanashinda alafu wanakuja na maelezo. Sasa hiyo haitakiwi. Nataka ukishinda inakuja na celebration, kisha maelezo nawaachia timu ambayo imepoteza mchezo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kwa sasa hivi piragimbi linapatikana wapi au pragmatic football, sababu ukizungumzia kitaalamu watu ndo wanaelewa. Sababu mtu anakuambia piragimbi alipo, hamna. Wataalamu wa uchambuzi, mapundits wamekuja na jina la pragmatic football. Soka fulani ambalo alivutia lakini linakuaga linazalisha matokeo at times. Lakini bila ushindi utoboi. Sifa hilo soka. Bila ushindi utoboi. Labda hivyo turudi kwenye mchezo wa Simba leo kwa kumalizia tu, labda ni wachezaji gani ambao unahisi ama kwa namna ambavyo wamekuwa wakideliver kile ambacho wamekuwa nacho ama wanapopata nafasi huwa wanafanya vizuri ambao wanaweza kuibeba Simba mabegani katika mchezo? Of course Shujaa anapatikana siku ya pita. Umeelewa, naweza nikataja wachezaji hapa lakini mara nyingi kwenye game kama hizi nategemea kuona impact ya Jean Charles Ahoua. Of course Jonathan Soa atarejea kikosini. Naona impact yake kwenye huu mchezo. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kukaa kwenye box, kutiming mipira ambayo inatengenezwa pale. Ni mchezaji ambaye naamini atafanya jambo kubwa sana. Hao wawili na Gerent watakuwa na kitu kikubwa kwenye mchezo wa leo. Lakini kuna wachezaji wengine siwezi nikasema wana impact moja kwa moja, lakini watu wana shauku ya kuwaona. Kwa mfano mtu kama Morris Abraham alikuwa na performance nzuri sana kwenye game ya ligi, akitokea kama substitute. Nategemea kama leo anaweza akapata nafasi hata kama sio kuanza, lakini as a substitute anaweza akaonyesha kitu kikubwa pia kwenye eneo la kiungo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nategemea utakuwa mchezo fulani entertaining, kwa sababu Simba ndo waasisi wa mpira ule attractive football. Tunaita soka biriani, soka fulani safi. Wale ndo waasisi, yani mpira fulani. Yani unajua mashabiki wa Simba wana ile mentality kwamba hata kama timu itapoteza lakini at least kuna soka aina fulani ya soka lionekane liwe lina display pale kwenye kikosi. Ingawa kwa miaka karibuni imekuwa changamoto na nini, lakini naamini muda mfupi ujao ili soka biriani linarudi. Kwa hiyo nategemea kuona attractive football, mpira fulani wa kisasa sana, na nategemea kuona. Mimi nikushukuru. Nashukuru sana.